Na mpenzi mtazamaji wangu wa runinga ya An-Nisaa, natumaini umeshinda vyema popote ulipo, ikiwa ni Jumanne ya tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 2025. Karibu kwenye Dira ya Dunia, ambapo tunakujuza habari zilizojiri ndani ya ulimwengu huu. Kwanza tupate yaliyomo. Ndege yaanguka Kwale, watalii 12 wafariki. Raia 6 wa Iran wafikishwa kizimbani kwa ulanguzi wa mihadarati. Israel yaua raia 3 wa Kipalestina ukingo wa Magharibi. Ungana nami mpenzi mtazamaji kwenye habari hizi mwanzo hadi mwisho. Langu jina Farida Ali. Tukianza ni kwamba ndege iliyokuwa na watalii 12 imeanguka hii leo eneo la Timba, kaunti ya Kwale. Waliofariki kwenye ajali hiyo ni raia 8 kutoka taifa la Hungary, 3 kutoka Ujerumani na 1 kutoka Kenya ambaye alikuwa rubani wa ndege hiyo. Halmashauri ya kusimamia safari za ndege nchini KCAA kwenye taarifa imesema kuwa ndege hiyo yenye nambari ya usajili 5YCCA ilikuwa ikisafiri kutoka Diani kuelekea Kichwa Tembo ajali hiyo ilipotokea. Kulingana na halmashauri hiyo, ndege hiyo ilianguka mwendo wa saa 11 asubuhi. Na kwingineko ni kwamba raia 6 wa Iran wanakabiliwa na kesi ya ulanguzi wa dawa za kulevya katika mahakama ya Shanzu. Wairani hao wanakabiliwa na mashtaka ya kulangua dawa za kulevya za thamani ya shilingi bilioni 8 za Kenya. 6 hao ni Jasem Darzadenia, Nadim Jadgal, Imran Baloch, Hassan Baloch, Rahim Bakshi na Imtiaz Dariyai. Washukiwa hao walikamatwa na jeshi la wanamaji tarehe 24 mwezi huu katika bandari ya Kilindini wakiwa na makasha 769 yenye takriban kilo 1000 za mihadarati. Na kwingineko ni kwamba kiongozi mkuu wa upinzani Zanzibar ameliambia shirika la habari la Ufaransa kuwa chama tawala CCM na tume ya uchaguzi nchini humo wanapanga kuiba kura katika uchaguzi utakaofanyika Jumatano. Mgombea wa rais wa chama cha ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, ameambia AFP kuwa tume hiyo imeandikisha watu waliofariki dunia kama wapiga kura. Othman vile amesema wapiga kura wasio halali wanakubaliwa kupiga kura katika upigaji kura wa mapema unaoendelea hii leo, jambo linaloita kuwa ni wizi wa mapema. Chama cha ACT Wazalendo kimekuwa kikipinga upigaji kura wa mapema, hatua ambayo inatoa nafasi kwa maafisa na polisi kupiga kura. Karibu watu 700,000 watapiga kura katika visiwa vya Zanzibar na kutakuwa na fursa ya kumchagua rais wa Tanzania bara na Zanzibar. Na tukisonga mbele mpenzi mtazamaji ni kwamba miili ya Wapalestina 41 imezikwa katika kaburi la pamoja katika eneo la Deir al-Balah katika ukanda wa Gaza. Hii ni kati ya miili 195 ya Wapalestina iliyorudishwa kwenye ukanda wa Gaza baada ya mkataba wa usitishaji wa vita kati ya Israel na kundi la Hamas. Aidha, familia za watu hao zimekanusha kuwa wapendwa wao ni wanamgambo wa Hamas. Katika hatua nyingine, Israel imekubali kurejesha miili 15 ya mateka wengine ambao hata hivyo hawajatambuliwa kwa sababu ukaguzi wa vinasaba haujafanyika kuitambua. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natamatisha Dira ya Dunia. Nimekuwa msomaji wako Farida Ali. Zidi kutizama runinga An-Nisaa, sauti ya wote.